akamleta, akamwambia wewe hujatishwa na mashetani, wewe umetakiwa na malaika Jibril aliyemtokea Musa na aliyemtokea Yesu. Au siwe? Kwa jibashirie kuwa mtume wa umma huu. Sasa chukua picha hiyo. Akiwa mdogo miaka 12, padri wa Kikatoliki anamtabiria kuwa mtume. Na wala kabinaufa padri tena anamwambia jibashirie nini kuwa nini? Mtume. Na mke wake alikuwa ni Mkatoliki. Kwa hiyo Muhammad alikuwa amewekwa katika hiyo doctrine. Sasa Mwarabu ambaye ni Muhammad amezungukwa na nani? Na wa Roma. Ambao wanachukia nani? Wayahudi. Kwa hiyo Muhammad akawa na chuki dhidi ya nani? Wayahudi. Na Wayahudi hawakumpenda Muhammad kwa sababu alikuja akapin down mifumo yao ya kiuchumi. Sasa kanisa la Constantinople, mji wa Constantinople ambao ulikuwa ndio mji mkuu wa Kirumi baada ya Constantino kujenga, kwa hiyo ukaitwa kwa jina la nani? La Constantinople. Kwa hiyo ukaanza kupishana na Roma kidini. Sababu pale Constantinople kulikuwa kuna askofu. Kwa hiyo Constantinople ikaitwa Roma ya pili. Roma ya kwanza ni ya mji wa Roma Italy, na hii nyingine ya Uturuki ikawa Roma ya ngapi? Ya pili. Kwa askofu wa Constantinople akasema papa, askofu wa Roma na askofu mimi tuko sawa? Tuko sawa. Ingawa yeye ni wa kwanza. Naona ni kitu first among equal, kwamba wanamtambua kuwa ni wa kwanza lakini walio sawa. Sawa? Si kwamba huyu amwamuru. Kwa wanampa heshima kama askofu wa kwanza tu. Mkuu kwa maana ya nafasi. Baadaye ikaanza taratibu huyu askofu wa Roma akaanza kutoa mamlaka kwa huyu. Kudhibiti. Anampa order huyu wa Constantinople. Constantinople akaanza kukataa. Akasema huwezi kunicommand. Wakaanza kupishana pia kisiolojia. Taratibu karne ya 4, karne ya 5. Taratibu, sawa? Na hawa Constantinople sababu ilikuwa ndio makao makuu ya dola la Kirumi, walikuwa wanadhibiti nini? Jerusalem. Na Bethlehem na miji mitakatifu yote kuanzia Syria. Hiyo Syria yote unayoiona ile Syria. Mpaka Iraq ilikuwa inadhibitiwa na Warumi. Na hiyo Misri unayoiona leo. Hiyo Libya. Hiyo Tunisia. Hiyo Morocco yote ilikuwa chini ya Roman Empire. Uingereza yote unayoiona hiyo. Spain, French na kadhalika, German zote huko Scandinavia zilikuwa chini ya nini? Roman Empire. Mpaka Ukraine. Sawa? Ilikuwa chini ya Roman Empire. Mpaka Yemen. Sababu pale Arabia ilikuwa kuna jangwa kubwa sana pale. Kwa Warumi wakaweza kuingia pale. Kwa hiyo wanaingia kwa Yemen. Yemen ilikuwa utawala wao wa Kirumi. Yemen ina historia kubwa sana. Sasa askofu wa Roma akataka pia naye adhibiti hiyo empire. Unajua ukidhibiti mfalme umedhibiti empire. So kwa askofu wa Constantinople alikuwa yuko na mfalme, kwa ana nguvu kuliko askofu wa Roma. Sasa ilikuwa inamuuzi askofu wa nini? Wa Roma. Sasa huyu askofu wa Roma wakipishana na huyu askofu wa Constantinople, yeye anamwambia mfalme, sema huyu jamaa mzushi. Mfalme anamdhibiti nani? Askofu wa Roma. Askofu wa Roma shaenda jela akafungwa pale Constantinople. Sawa? Vita. Sasa askofu wa Roma yeye anajua kama ni wa kwanza alipewa heshima na Konstantino. Ndio. Sawa? Inamuuma kudunishwa. Alafu pia anatamani kudhibiti miji mitakatifu. Sababu akili yao ilikuwa kwamba ukidhibiti miji mitakatifu utakuwa na kibali cha Mungu. Ndio kana wewe ndio Mkristo kweli. Sasa basi tuweke short kidogo. Sawa. Askofu wa Roma ikamuuma sana. Mwisho akaanzisha uasi wa wazungu wa magharibi. Waisaliti dola ya Kirumi ya Constantinople. Ilitoka kwa mwenye Clovis mwaka wa 496. Sawa? Akamuunga askofu wa nini? Wa Roma. Sawa? Askofu wa Roma akapata nguvu, ndio ije ikaza dola la Kifaransa. Kinao kusikia leo kina Pepin mfupi, kina Charlemagne, kina Charles. Alianza Charles, akaja Pepin mfupi, akaja Charlemagne. Hao ni historical, mtu anasema historia anaelewa. Hao wakalilinda kanisa la Roma la magharibi. Ndio wakaunda Pope State mwaka wa 705. Ukisikia Pope State ni nchi za kipapa. Hii Vatican ni salio la Pope State. Ni kisalio kidogo tu. Pope State ilikuwa inadhibiti mji wa Roma, mji wa Sardinia, Sicily yote hiyo, na miji mikubwa ya Italy ya leo mpaka kipande cha Ufaransa. Ilikuwa ni dola kubwa ambayo papa anatawala.
na alikuwa na jeshi lake. Papa alikuwa ni mfalme wa Papal State, naye alikuwa ni miongoni mwa dola za Ulaya. Kwa hiyo wakaisaliti nini? Constantinople. Kwa hiyo wakaanza vita na Constantinople, kwamba yule askofu wa Constantinople lazima mtii nani? Papa, na huyu amekataa. Nikaanza beto hapo. Huo ugomvi ukaenda. Sawa? Ndio. Hizo himaya ngapi? Mbili. Mwaka 1050. Mwaka 1050. Ndio. Ndipo wakapasuka kabisa. Kumbe walikuwa wamoja. Kule wote ni Katoliki. Kwa hao wakaitwa Orthodox. Maana Orthodox ni nini? Sema maana ya Orthodox wanajiita kama sisi ndio njia ya kweli. Kwamba Rumi imeasi. Mpaka leo ndio msemo upata kama yule Patrick Kirill, ule askofu Patrick wa Russia, mkuu wa Orthodox, alisema kwamba West wameasi njia ya Kristo, njia ya kweli. Kwa mambo ya ushoga na nini, wakaonaga wa Roma pale, Roma ile ya Vatican, wao wanaona wale ni waasi. Ndio wanakubali mambo ya ushoga na vitu vingine kama vile. Sasa hao wanakataa, wanataka ile tradition yao. Ndio maana leo huu ugomvi wa Russia na Ukraine na NATO, ndio ndani yake kuna dini. Huu ugomvi wa Roma ya magharibi na Roma ya mashariki. Maana pale Moscow, baada ya Constantinople kuanguka, wale ma Orthodox walihamisha kiti chao kapeleka pale Moscow. Kwa hiyo Moscow inaitwa Roma ya tatu. Sawa? Sasa huyo baadaye kuja kunioji kwa wakati mwingine. Tukazungumzia hilo jambo. Utaona kuna siri iko pale kubwa sana. Unifahamu? Huu mgogoro wa dunia ndani yake kuna mambo mengi ya imani. Sasa turudi hapa kwenye issue ya Yerusalemu. Sawa. Sasa Papa alipopata nguvu pande hii akutii kule. Wakaanza sasa Papa akataka kuzoofisha wapi? Kule. Constantinople. Akataka kuzoofisha Waturuki. Waturuki sasa hapo wapo. Si ndio sasa huko upande wa Uturuki. Upande au tuseme Syria. Constantinople iko pale, si hii Uturuki ya leo unayoiona. Muda mji wa Constantinople upo katikati ya Ulaya na Asia, umeunganisha pale. Sasa hiyo hapo Uturuki walikuja baadaye miaka 1000 na karne ya 10. Karne ya 11. Ndio kutoka Asia wakaja wapi? Kule. Sasa hii inaingia kwenye mada hii pia. Sawa. Sasa hawa wa Roma wakasema wakagawanisha hivi. Kanisa la Constantinople likaitwa kanisa la Kigiriki. Na kanisa la magharibi likaitwa kanisa la Kilatini. Kwa Latin Church and Greek Church. Sawa? Sawa. Sasa Papa anataka Yerusalemu, na Yerusalemu iko chini ya Greek Church ambayo ni yao Constantinople. Ile miji mtakatifu. Sawa. Tutaichukuaje? Sawa? Ndio. Ule mwaka wa 600 sasa. Ndio. Wa 570 alikuwa amezaliwa Muhammad. Swala leo wa salam. Sawa? Ndio. Mwaka wa Yahudi ulikuwa umeenea mpaka Uarabuni. Ndio. Wanasubiri Masihi. Sasa hapa kuna siri moja ambayo labda tu niiseme kidogo, ingawa haikuwa sio mada. Sawa. Maana kama nilivyosema kwamba mara ya kwanza ulishtuka, nikasema huu mgogoro mkubwa wa Mashariki ya Kati. Ndio. Watu ambao wanaukoleza ni Waislamu ama Waarabu. Ndio. Na Wakatoliki. Wakristo wa Katoliki. Hao ndio miamba wawili ambao Yesu anasema kwamba katika ile 21:24 Luka, kwamba Yerusalemu utakanyagwa na mataifa gani? Waarabu, Waislamu na Wakatoliki. Ambao walipigana ile eneo. Kwa hiyo Yesu alikuwa anawalenga hao Wakatoliki na Waarabu, Waislamu. Ambao ni ukweli kihistoria ndio umekanyaga mpaka leo tunasumbuana pale. Ndio. Sababu ukisikia hiyo hata hiyo NATO ni Catholic power. European Union nikaangalia imejengwa na nani? na ile katiba yake European Union ilisainiwa wapi? Ilisainiwa pale Roma. Au sio? Ndio. Chini ya sanamu ya Pope leo. Sawa? Ndio. Sasa tuachane na hiyo kitu. Point inakuja hivi. Muhammad alivyozaliwa kule, akakua. Akiwa na miaka 12. Ndio. Kusoma kitabu cha maisha ya mtume. Ndio. Hadithi ya mtume Muhammad. Utaona anaenda Syria na baba yake mdogo Mutaribu. Wanaenda Syria. Akutana na padri mmoja anaitwa Baira. Hiyo padri akamwambia Mutaribu, huyu kijana wako nimeona ana nuru ya nini? Ya utume begani mwake. Mrudishe wapi? Uarabuni, Maka. Ili Wayahudi wasije wakamuona wakafanyaje? Wakamuua.
Sasa fikiria kitu kimoja. Kumbuka Roman Empire ilikuwa ina udui na nani? Na Wayahudi. Na Wakristo baada ya kudhibiti Roman Empire walikuwa wanalipiza kisasi kwa nani? Kwa Wayahudi. Wanasema Wayahudi waliwaua. Wayahudi walimuua Yesu. Kwa sababu ile asira ya Roma ya kuwaua kisiasa na kidini ikahamia kwa Wakristo kwa upande mwingine, kwamba Wayahudi ni maadui zetu, kumuua nani? Yesu. Na watutesa. Kwa hiyo Wayahudi walikuwa ni maadui wa kanisa. Sawa? Na turudi pale pale. Kumbuka Wayahudi nimekusimulia hapo walikuwa na mpango wa kurejea wapi? Pale. Kwa hiyo kule huko katika mataifa walikuwa wanashikana, wanaunda tamaduni zao na kujuana kwamba fulani anakaa kule, kundi linakaa wapi? Kule. Sasa kutunza utamaduni wao wa Kiyahudi na dini yao ya nini? Ya Kiyahudi. Na Wayahudi waliwachukia sana Wakristo kwa sababu Wakristo waliwaua. Ingawa waliua Wayahudi. Sawa? Wayahudi waliwaua Wakristo na Wakristo waliwaua Wayahudi. Sasa Wakristo wakaja kutaka kuwatosha kabisa Wayahudi. Sasa hiyo ikawa ni chuki. Ninaposema Wakristo namaanisha kanisa la Roma kwa wakati ule. Sawa? Sasa ile chuki ya Wayahudi ikawafanya wakawachukia nini? Ukristo. Lakini Biblia inakataa usiwe nani? Wayahudi. Yesu wakati anasulubiwa msalabani alisema Baba wasamee kwa kuwa hawajui nini walitendalo. Kama Bwana ambao ni Bwana wa Kristo ambao ni Bwana Yesu aliwasamea Wayahudi. Alafu wewe Mkristo unasema ninawaua kwa sababu walimuua nani? Wewe ni mpinga Kristo au ni Mkristo? Wewe unampinga Kristo ambaye alisema wasamee. Kwa hiyo Wakristo kumjibu Warumi sura ya 9 na Warumi sura ya 10 na Warumi 11, ukisoma ile ya Warumi utaona mtume Paulo na mitume walisema tuwaombee Wayahudi. Na mwishoni watakuja kumjua nani? Yesu, wataongoka, na kwamba Wayahudi ni wapenzi wetu, si kuwaua. Hebu nisome maandiko haya kwanza. Warumi 11. Kwanza tuanze sura ya 9 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi 9 mstari wa kwanza na wa pili. Mpaka wa 3. Sawa. Mstari wa kwanza nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu, ndio ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyoisha moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli, wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Muone? Ndio. Kwa Paulo anaomba kwamba iko tayari kwa hata tengwe na Kristo. Ndio. Ili ndugu zake wafanyeje? Waokolewe. Huko anaendelea, ambao hao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote. Asante. Kwa ndani ya Wayahudi atoka nani? Kristo. Sasa kama Kristo atoka kwa Wayahudi, alafu unaua nani? Wayahudi. Ni sawa sawa? Hapana. Haifai. Sasa kwamba walifanywa na maagano na nini na nini. Kama ilivyoandikwa anasema kwamba niko tayari mimi niko tanife. Ndio. Ili ndugu zangu wafanyeje? Waokolewe. Soma sura ya 10 mstari wa kwanza na wa pili. Sura ya 10. Hapo. 10 anasema, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni mombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Ni kwa ajili yao ili wafanyeje? Waokolewe. Kwa maana nawashuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa, kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuthibitisha. Kuna maana Wayahudi wanajuhudi katika nini? Mungu. Ni uongo kweli? Kweli. Wanajuhudi mno. Wayahudi wanasali mara 3 kwa siku, na Wakristo hatusali, na ukaruka tu. Hatujui. Jua Wakristo wanaomba lakini hawasali. Namna ya kusali na kuomba ni vitu tofauti. Sasa hilo ni somo lingine. Sasa ndio maana Waislamu wanatuambiaga Wakristo hamjui kufanya ibada. Hamjui kufanya ibada. Ingana wao pia waligaiga vya Wayahudi kule. Wakachanganya na vya kipagani na vya Kikristo wakaunda Uislamu. Sasa Paulo hapa anaomba kwamba dua yake wafanyeje? Waokolewe. Si kwamba tuwaue nani? Wayahudi. Sawa? Soma sura ya 11. Sasa sura ya 11. Anasema mstari wa kwanza, basi nauliza, je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake? La hasha, kwa kuwa mimi nami ni Mwisraeli, mmoja wa wazao wa Abraham, mtu wa kabila la Benyamini. Mungu hakuwasukumia mbali watu wake aliowajua tokea awali. Au hamjui yale yalionenwa na maandiko juu ya Elia, jinsi anavyowashtaki Waisraeli mbele za Mungu? Unafahamu Ndio.
Hapa kuna watu leo, kuna Wakristo wanasema kwa Mungu amewaacha nani? Waisraeli. Wamelaaniwa. Mungu hajawaacha Waisraeli. Angekuwa amewaacha leo singekuwepo duniani. Sasa nakatoa mfano Elia aliyoshtaki Waisraeli akasema, anawashtaka anasema kwamba Bwana, wamewaua manabii wako, wamezibomoa madhabahu zako, nami nimebaki peke yangu, nao wanitafuta roho yangu. Lakini lile jibu la Mungu la mwambiaje? Nimejibakizia watu 7,000 wasiopiga goti mbele ya Baali. Basi ni vivi hivi wakati huu wa sasa, yako mabaki waliochaguliwa kwa neema. Asante. Muone? Kwa Elia alijiona kwamba mabaki peke yake. Mungu akamwambia nao wengi. Kwa Wakristo wale wanasema kwamba Wayahudi wameachwa na Mungu, hata Waislamu. Usitoe kwa ile unaandiko, nataka nikupe moja hapo. Hapo. Kwa hata Waislamu sema nyinyi Wakristo, mbona hata mimi wanatukanaga sana kwamba wewe ni pro Israel. Mimi si pro Israel kwa maana ya kufuata tamaduni mbaya za Wayahudi. Nafuata maandiko hayo. Mimi sisubutu kuwalani. Wala sisubutu bali kuombea. Waislamu wanataka Wayahudi walaniwe na waangamizwe. Hapo sema Wayahudi wanawachukia. Si hoja. Wayahudi walimchukia Yesu. Lakini Yesu aliwasamehe. Na wale mitume hawakufanya vita na Wayahudi, waliwaombea na kuhubiri nini? Injili. Yesu akasema kwamba mtoke Yerusalemu kwanza, mhubiri Yerusalemu na Yudea. Kwa kondoo waliopotea ni nyumba nini? Ya Israeli. Sasa kwa habari ya Injili, Wayahudi ni maadui zetu. Nikisema Injili namuongelea Yesu. Ukisema moja sura ya Warumi sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu. Injili nani? Ni Yesu mwenyewe, ndio habari njema. Usisome. Sasa Paulo maandiko yanasema hivi, hebu soma hiyo 11 Warumi 11 mstari wa 28. 11:28. Nasemaje? 28 anasema, basi kwa habari ya Injili wamekuwa adui kwa ajili yenu. Bali kwa habari ya kule kuchaguliwa wamekuwa wapenzi kwa ajili ya baba zetu. Umeona point hiyo? Kwa habari ya Injili Wakristo na Wayahudi ni maadui. Ila kwa habari ya kule kuchaguliwa wamekuwa wapenzi kwa ajili ya baba zetu, yani Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sasa ukimchukua Myahudi mchukue na Ibrahimu, mchukue na Yakobo na Isaka. Kwa sisi kazi ya Wakristo ni kuombea wapate kuokolewa, si kuwaua. Hii roho ya kuwaua imetoka wapi? Imetoka Roma. Sasa sawa Kwa Roma ndio ilikuwa inataka iwaangamize Wayahudi, wafute kabisa duniani. Ila Mungu alika mkono ingawa kwa amemwasi Mungu. Sasa baada ya hapo tunarejea pale pale kwa upande wa Muhammad sasa kwa Waislamu. Wakati Roma iko busy na Orthodox kuchukua nini? Jerusalem. Karne ya 5 ya 6 pale. Muhammad alizaliwa karne ya 6. Alipozaliwa karne ya 6 mwaka wa 570, karne ya 6. Muhammad tuone kidogo, mwaka 700 ni karne ya 6. Ilikuwa mwaka wa 600 ni karne ya 7. Ilikuwa karne ya 6 kuna karne ya nani ya 7. Muhammad anafanyaje? Anazaliwa. Muhammad akaenda kama nilivyokusimulia, akaenda kule Syria. Asili ilikuwa na Wayahudi kule, walikuwepo. Maana Wayahudi walikuwepo moja moja, lakini hawaruhusiwi kudhibiti. Padi Baila anasema Muhammad ana nuru ya nini? Ya utume, ya nabii, utume. Mrudishe wapi? Asija kauawa. Muhammad anakuwa mpaka anafikisha miaka nini? 40. Alikuwa ni mfanyabiashara. Yo Waarabu na mfanyabiashara. Sawa. Unaelewa? Naelewa vizuri. Muhammad alikuwa anafanya biashara. Sasa akafikisha miaka, baadaye kuna mtu mmoja anaitwa Khadija. Alikuwa na bina yake anaitwa Waraka bin Naufa. Waraka bin Naufa alikuwa ni padri. Na yule Khadija alikuwa ni Mkristo wa kanisa la Roman Catholic. Nenda kasoma kitabu kinaitwa Wakeze wadogo na wakubwa wa Mtume. Nimesahau kuja nacho leo, ningekuonyesha wakati mwingine. Kwa alikuwa ni anafuata dini ya Waraka bin Naufa. Sasa baadaye Khadija akaja akaolewa na Muhammad. Muhammad alikuwa na miaka 25, yeye alikuwa na miaka 40. Sawa? Muhammad alipofikisha miaka 40 akatokea kule pangoni, alikuwa anafanya meditation. Anaona kama dunia imechoka nini, amakuresha kana pangoni kule kufanya meditation. Akatokea na kiumbe ambayo Waislamu wanasema ni malaika Jibril. Akampa kwamba utume. Lakini katika historia, katika vitabu hivyo wanasema kwamba alinyigwa mbavu mara 3. Akamwambia ikra bisabika, kwamba soma. Au sio? Lakini Muhammad akashindwa nini? Kusoma. Baadaye akafanyaje? Akasoma. Ile sura iliyoshuka pale. Sasa ndipo Muhammad akarudi kule nyumbani kwake, akamwambia Khadija, nimechezewa na nani?
na mashetani, nilikuwa amepata homa sana. Akamfunika manguo. Hadija akamwambia, wewe mtu mtukufu kama wewe uweze kushikwa na mashetani? Hadija akakimbia kwa binamu yake, akamueleza, akamwambia, hebu mlete mume wako. Akamleta, akamwambia, wewe hujatishwa na mashetani, wewe umetakiwa na malaika Jibril aliyemtokea Musa na aliyemtokea Yesu. Au siwe? Kwa jibashirie kuwa mtume wa umma huu. Sasa chukua picha hiyo. Akiwa mdogo miaka 12, padri wa Kikatoliki anamtabiria kuwa mtume. Na wala kabinaufa padri tena anamwambia jibashirie nini kuwa nini? Mtume. Na mke wake alikuwa ni Mkatoliki. Kwa hiyo Muhammad alikuwa amewekwa katika hiyo doctrine. Na ile imani ya Katoliki ambayo ilirisiwa kwa Roman Empire. Wayahudi ni threat. Sasa we? Kwa hiyo Muhammad automatically na akawa anapokuwa nakumbuka akiwa miaka 12 anaambia Wayahudi watamuua. Unamjengea nini mtoto miaka 12? Maana tayari wao ni maadui tayari. Kwa hiyo kitu ilikuwa mtoto mdogo anashikilia. Kwa hiyo Muhammad anaanza misheni yake ya kiutume pale Maka. Alipofukuzwa akimbilia Madina. Na Madina ilikuwa ni mji ambao kiuchumi unadhibitiwa na Wayahudi. Sasa kitabu chaitwa Ar-Raik al-Maktum. Imeandikwa na Waislamu. Hiyo story wameisema vizuri kisa sema Wayahudi tena wanawasifia Wayahudi walikuwa ni very capable kiuchumi. Ndio watu wanawadinai Wayahudi. Lakini rafiki zangu Wayahudi kwenye masuala ya kipesa, masuala ya kiuchumi na teknolojia, hakuna mtu duniani anawakuta. Ni very smart people. Ndio maana pale Madina walikuwa wameshika uchumi na mmoja alishangaa sana. Ndio akaanzisha ile mkataba wa amani kati ya Waislamu na Wayahudi. Sawa na watu pale wa Madina. Waishi kwa nini? Kwa amani. Na Wayahudi walimpokea sababu Wayahudi walikuwa na control uchumi. Vita vyote vya Kiarabu kule Wayahudi walikuwa ni sponsor. Kwa kabila hili kipigana na ile kabila hili kipigana wanawakopesha. Yaani wewe mimi na Myahudi mimi na wewe. Ndio. Wewe unajifanya huko pande ile? Ndio. Mimi niko pande ile. Kwa mimi nawapa hela hawa na unawapa hela hawa. Baada ya vita tunawadai nini? Ndio dunia inafanya sasa hivi. Interest. Ndio dunia inafanya sasa hivi. Waarabu wanajikuta wanalipa deni tu. Hiyo akili wameitumia sana mpaka mataifa sasa hivi. Ndio. Hata vita vya dunia na vya kwanza. Vizamini na mtu Rothschild. Alikuwa anadhamini pande zote. Hata Hitler alipata pesa kutoka kwa Rothschild. Ambaye ni Myahudi. Japokuwa anasema aliwaua Wayahudi. Aliwaua ndio. Kuna siri nyingi iko pale. Alafu kuna kitu kimoja unataka kijue. Kuna watu wako tayari kutoa kafara watu wengine, hata ndugu zao, ili wavuke step waingie katika hatua nyingine. Sawa hata Watusi. Watusi walivyouawa. Baada ya mauaji wakaibuka ni strong people. Ndio. Kwa sometimes kuna vitu vinachezwa ambavyo vinatengeneza wale watu wanakuwa nini? Kizazi strong. Sawa? Ndio. Sasa tuachane na haya mambo. Sawa. Turejee. Sasa issue ya Wayahudi Muhammad akawakuta wana control, wamejenga miji inaitwa ile miji ambayo ilijengwa kule Warabuni. Kaibari nimekumbuka mmoja. Mpaka leo magofu yako. Miji mingi kwa wamejenga pale Wayahudi. Kuna makabila ya Wayahudi Bani Kainuka, Subani, Nadiri, wote walikuwa ni Wayahudi wa kipindi cha Muhammad. Sasa baadaye Muhammad anahubiri dini yake, wakamwambia wewe bado baki tu katika dini, katika mambo yako. Ndio. Lakini si kidini hatuwezi kufanyaje? Kukubali. Sababu unapingana na Torati. Na Wayahudi jua kipindi hicho pia sometimes walikuwa washike Torati, sometimes ili kutengeneza game yao yale ya kiuchumi, hata una bypass Torati. Hata Muhammad anawaraumu, bwana nyinyi mna kitabu kile mkifanyaje? Mkifuati? Sawa sababu uko na bypass kwa sababu ya nini? Ya uchumi. Sasa point inayokuja, jua Wayahudi wana doctrine moja hivi katika Talmud. Ukifanya ubaya kwa mataifa asiye Myahudi hauna dhambi. Lakini ukifanya ubaya kwa Myahudi ndio nini? Dhambi. Sasa hiyo ni doctrine iliyotengenezwa na hao watu ambao na Wayahudi wale ambao wanataka washike uchumi na mambo mbalimbali. Jua ndani ya Israeli si wote wanamcha Mungu. Kuna Wayahudi ambao ni hatari sana. Ni wajanja. Yani wale akili alafu ni wajanja sana ambao mambo ya Mungu hawako nayo. Yani wao wako na falsafa tu ya dunia. Sawa Sasa hao ndani ya mambo ndio kukutana nao. Akakuta wana bypass Torati. Alafu umeshika uchumi wa nini?
Ndipo Muhammad akaanzisha pan Arabanism. Okay. Ndio Muhammad alikuwa ni mpigania haki pia za Waarabu, watu wajui. Okay. Sawa? Ndio maana Muhammad ingawa alitoa hoja kwamba tusibaguane kwa kidini kwa sababu ya rangi, lakini kwa upande wa pili Muhammad aliwafeva hata kabila lake la Makureshi. Okay. Ni Mkureshi yule. Muhammad alifeva pia Waarabu sana. Okay. Ndio maana baada ya kukonka sehemu kubwa Kiarabu kilienea. Okay. Kama uko unataka Kiarabu kienea, unataka ukua wa Mwarabu, wai uliruhusu kabila la Kiarabu lifanyaje? Iwe sehemu ya imani. Kama unataka kumwabudu Allah, mwabudu kwa nini? Kwa Kiarabu. Okay. Wai. Huko kwenye Biblia inasema Mungu atahubiri kwa kila taifa na jamaa. Yaani wewe ni kabila gani? Muhehe. Mimi ni Mchaga. Alafu inawezekanaje tena leo eti kwamba mimi ili muabudu Mungu uanze kumwabudu kwa Kichaga? Okay. Au mimi niabudu kwa Kihehe? Huo ni ukoloni wa Kiruga. Mungu aliukataa katika Biblia. Sasa kuna upande mwingine Muhammad alikuwa anacheza mchezo wa kufeva Uarabu. Maana Waarabu wana hiyo mindset ya leo ya ukuu juu ya mtu mweusi, ukuu juu ya mtu yoyote. Okay. Sawa? Maana leo Wakristo, Waislamu wa Kiswahili au wa mataifa mengine akili zao ziko Uarabuni. Okay. Sawa? Ukimgusa Mwarabu umegusa Uislamu. Sawa, Mwarabu akija wanamuona kama mtukufu fulani. Okay. Na wazungu, Kristo wa Roman Empire, ulitengeneza wazungu juu ya mtu mwingine. Kwa hiyo Mkristo akiona mzungu anamfadhili huyu. Mzungu akiguswa anaona kama Ukristo umefanyaje? Umeguswa. Wazungu wenyewe wataona time na Ukristo. Waarabu wenyewe wataona time na Uislamu, Waarabu wenyewe ukiona wale. Waarabu wengi ukaa nao ni wauni sana. Unajua kipindi cha wale wa Palestina watu wanaenda kwenye makempo. Waarabu wa Qatar, wa UAE na wa Saudi Arabia wanaenda na utajiri wao, wanawaonga wale wasimamizi wa makempo yale ya wakimbizi, wanawachagulia mabinti walembo wazuri, wanafanya ngono nao. Inaitwa sherehe ya ngono. Wanaweka mahema yao, wanakula pale ngamia wao na vinywaji vyao, wanafanya ngono na watoto wa Kipalestina au wa Kisiria. Hiyo kashfa ilidiki pale na Umoja wa Mataifa. Ilikuwa ni kashfa nzito sababu Waarabu wana pesa, walizimisha kwa pesa. Okay. Lakini leo sema free Palestina. Ila Mwarabu anatoka pale analala. Unajua Mwarabu aamini wa Palestina na Waarabu original. Tena aamini hicho kitu. Sasa yule sheikh yule mtu akifahamu wa Saudi Arabia alisema bora Myahudi ambaye ni mtoto wa anko wetu Isaka kuliko wale Mpalestina ambaye amechanganyikana anajulikana yuko wapi. Okay. Sawa Sasa kuna hapa juu ni kama tumepigwa kama bumbuwazi la shuka fulani, kama ni movement ya kokoa, lakini wao kama wao wanajuana kwa kikabila. Ni kama Tanzania hapa tu kama Tanzania. Mkenya, sijui Mganda anasema hawa ni nini? Wa Tanzania. Lakini sisi ndani yetu kuna Mwehe, kuna Mbena, kuna Mchaga na tupatani kwa namna fulani au akapambana nao na Muhammad akafanikiwa kuwashinda Wayahudi akawafukuza kule Saudi Arabia. Sawa Sasa wasitoka hapo Waislamu wakawa na chuki na nani? Na Wayahudi. Na kimbembe zaidi Muhammad alikuja kuuawa kwa sumu na binti wa Kiyahudi. Okay. Na kabila moja la Kiyahudi kwanza walimroga. Okay. Wayahudi unajua wana uchawi mmoja unaitwa Kabala. Hata Iran juzi anasema Wayahudi wametumia uchawi. Kabalarism ni uchawi wa Kiyahudi, unafundishwa ukiwa na miaka 40. Lakini kwa Myahudi peke yake. Okay. Huo ni uchawi. Si wote ambao wanakubali ule uchawi. Maana nisema kama ndani ya Wayahudi kuna wajanja ambao they don't care. Ni Wayahudi lakini wao wanatafuta kila means ya kufanikiwa. Okay. Kwa hiyo ile kabila la Bani Kainuka, ule mwanamke wa ile kabila ambaye ulioa mume wake, akamja akamwekea Muhammad sumu kwenye nyama. Okay. Mwenzake yule kule ile nyama alikufa pale, Muhammad akaja akamua baada ya miaka 3. Okay. Sababu kitabu cha Al-Laki al-Maktum au hadithi kama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hicho kisa kimeandikwa. Muhammad analia kwamba naumia hii homa na maumivu ya tumbo kwa sababu ya ile sumu ambayo nimekula kule Khaibar. Okay. Kwa hiyo wa Khaibar ndio walimekea nini? Sumu. Sawa, na walimloga pincha nyuma. Akawa kama amechanganyikiwa, anaita ana kama vile amefanya ngono na wanawake zake lakini kuma hajafanya. Sasa hiyo ni anaitwa Rabiu bin Hasam, Yahudi mmoja hivi ambaye alikuwa ni mchawi. Akamroga nani?
mtume. Uchawi ukakaa siku 40. Nakumbuka hata kuna Biblia kusema ile Warumi sura ya 13 utaona kuna Myahudi anaitwa Elima mchawi. Anataka kumroga Paulo. Paulo akamkemea katika jina la Yesu. Akawa kipofu. Sasa hapo unashinda kuelewa nguvu ya Paulo ambao anamuita nabii wa uongo na nabii wa kweli ambaye ni Mtume Muhammad akarogwa na Myahudi. Sasa tuachane chukuni. Sasa tuangalie Wayahudi, kuna Wayahudi wako vizuri na kuna Wayahudi wajanja. Sasa Muhammad anakuwa hiyo kisa chote hicho cha kurogwa, cha kupewa sumu, kwa kuambia kwamba watakuua na kapambana nao pale Madina na kule Khaibar na kadhalika. Kwa hiyo Waislamu wamerisi ule ugomvi. Sasa Muhammad katika harakati zake akiwa pale Maka, hata kabla hajaenda kukutana na Wayahudi, sawa? Alioteshwa ndoto. Ndoto inaitwa Waislamu inaitwa kama Isra al-Miraj. Kwamba ni ndoto ambayo alitoka wapi? Meka akaenda Israeli. Kaenda mbinguni. Afu baada akaenda mbinguni, mbingu ya 7 kutana na Allah. Na alipofika pale Israeli, pale Yerusalemu, katika ule msikiti ambao unaitwa Samatua Al-Aqsa. Kwamba akasalisha manabii 124 akiwemo Isa, akiwemo na Ibrahimu na kina Isaka. Kwa hiyo Muhammad akawa kwamba ndio mkuu wa manabii wote. Afu akapanda pale akaenda wapi? Mbinguni. Sasa kwa hiyo mji wa Yerusalemu ndio ukawa kibla ya kwanza nani? Ya Waislamu. Kabla hajakusana nani na Wayahudi. Hicho kisa cha Isra al-Miraj kiko katika Qur'ani 17 mstari wa kwanza. Hebu soma hiyo Qur'ani. Lakini haijaandika mji wa Yerusalemu. Sasa Waislamu baadaye ndio waje wakatafsiri nini? Yerusalemu. Qur'ani hapo ya ndio kaiona. Anasema utukufu ni wake yeye. Utukufu ni wake yeye ambaye alimpeleka mja wake usiku mmoja tu kutoka katika msikiti mtukufu wa Maka mpaka msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas Falastini, ambao tumeubariki na tumevibariki vilivyoko pembezoni mwake. Tulimpeleka hivi ili tumuonyeshe baadhi ya alama zetu. Tosha. Okay. Palestine, msikiti mtukufu wa Yerusalemu ipo kwenye mabano. Ndio. Umeelewa? Ile kwenye aya ya matini yenyewe haiongelei Yerusalemu. Ndio. Ile Waislamu wote wanajua nani? Yerusalemu. Kwamba Muhammad alienda wapi? Yerusalemu. Tutachukua kwamba hapo Muhammad anaenda Yerusalemu. Ndio. Na kibla ya kwanza inakuwa nini? Yerusalemu. Na kaja akawaambia kwamba miji mitakatifu ni Maka, Madina, Yerusalemu. Inajenga nini kwa Waislamu? Kwamba Yerusalemu ya kwao na kwao. Ingawa hakuna order ya Muhammad alitoa ya kuivamia nini? Yerusalemu. Hakutoa hiyo order. Sasa lakini ukifuatilia kwa kina Waraka bin Naufa na kina Khadija ambao walikuwa ni Wakatoliki. Unafikiri wakumpandikizia hiyo mindset? Uhakika hatuna, lakini inawezekana. Kulingana na historia. Ndio. Sawa? Sasa baada ya hapo Muhammad kufa, Waislamu wana chuki ya mtume wao kupewa sumu na nani? Na Wayahudi. Alafu kibla ya mji mtakatifu watatu ni Yerusalemu. Ndio. Muhammad alienda wapi? Yerusalemu katika ndoto. Lakini mimi naamini ni uongo, kama ni script ilitengenezwa tu. Ili kutengeneza nguvu fulani ya kuja kuvamia lile eneo. Ndio. Sasa sababu Muhammad alisema kwa pale kuna msikiti. Lakini msikiti pindicho kuwepo msikiti ni hekalu ambalo libomoshwa na kuna jiwe wala jiwe lilo salia liko pale. Yaani kipindi hicho hata hilo hekalu alikuwepo. Si ni miaka 600 wa Muhammad ule. Okay. Na ile hekalu tumesoma historia imebomoa mwaka gani? Wa 70. Okay. Si miaka mingi imepita pale? Ndio. Miaka 500. Ndio. Sasa baada ya Muhammad kufa, anaitwa nani? Abubakar Sadiq ka khalifa ule mwaka wa 632 mpaka 634, miaka miwili. Akafa, akatawala Umar bin Khattab kuwa khalifa wa pili wa Waislamu. Mwaka wa 634 mpaka mwaka wa 644, miaka 10. Huyo Umar bin Khattab alikuwa ni giant. Umar akawa na majemadari wake wazuri sana. Mmoja anaitwa Khalid bin Walid pamoja na Abu Baida. Hawa walikuwa wamewatuma kugonga mataifa yote ambayo yanakataa kusalimishwa chini ya bendera moja ya Uislamu. Kwanza walianza na Iran. Iran walikuwa ni wana dini moja inaitwa Zoroastrian. Walikuwa wanaabudu moto au jua. Kwa Iran ilianguka chini ya Uislamu na ikasilimishwa. Kwa hiyo wakafuata Iraq. Iraq ilikuwa chini ya Roman Empire, ile Byzantine. Sawa? Na baadaye kipande kingine kilikuwa chini ya Iran.
Kwa hiyo Iraki pia ikaanguka, Khalid bin Walid akaiangusha, ikawa dola ikawa chini ya Waislamu. Baadaye wakaichukua Syria. Sawa eh? Syria nayo ikaanguka. Kumbuka Iraki, Syria ilikuwa ni maeneo ya Wakristo wa Orthodox. Sababu kule Roma ni kule askofu wa Roma ambaye ni papa hakuwa na mamlaka huko mashariki ya wapi? Ya kati ama North Africa. Mwaka wa 637 Khalid bin Walid Abu Baida wakaivamia Yerusalemu, wakaiusuru. Sababu Syria ishaanguka, basi ni kwenda majeshi. Kwa askofu wa Kikatoliki wa Orthodox akasalimisha ule mji kwa Waislamu, lakini alikataa kumpa Khalid bin Walid. Akasema sifungui geti la mji mpaka haje Umar bin Katabi. Umar bin Katabi akapanda ngamia wake kutoka Madina, maana makao makuu ya Uislamu yalikuwa Madina wakati ule. Akapanda Madina na mfanyakazi wake peke yake, akatembea waka drive na ngamia mpaka Yerusalemu. Yule askofu wa Kibizantini akampa nini? Umari ufunguo wa mji wa Yerusalemu. Sawa. Baada ya hapo Umari yule askofu wa Kibizantini akamkaribisha Umari kusali katika kanisa la Holy Sepulchre, ile kanisa la kifo. Umari akakataa, akasema mimi nikiingia huko ndani baadaye wafuasi wangu watakuja kuchukua hili kanisa. Kwa hiyo akasali nje Kiislamu. Pale aliposali ndio akajenga msikiti wa miti, ukaitwa msikiti wa Umari, mpaka leo huko pale Yerusalemu karibu na kanisa la Holy Sepulchre. Sawa eh? Na Umari akaandika mkataba, ito mkataba wa Umari. Tajuzi ule, ngoja kwanza, huo msikiti wa miti ndio upo au upo mwingine? Wajenga mtu wa miti, Msikiti wa miti ile eneo alilosalia Umari. Ndio. Alafu baadaye kuja kajenga msikiti sawa wa kawaida ule wenye dome. Wa matofali, si dome. Wakajenga msikiti wa kawaida ambao leo paka huko. Baadaye wakaja wakajenga kutoa ile heshima kwamba Umari alisalia wapi? Hapa. Huo msikiti paka huko pale karibu na kanisa la Katoliki hilo la Holy Sepulchre. Baada ya hapo Umari akaandika mkataba. Ndio mkataba, hata juzi hapa mfalme wa Odrejan wa Turuki alitoa fotokopi ya mkataba ule. Ule mkataba unasema hivi: Wakristo na Waislamu na Wayahudi wasali nini? Pamoja. Kumbuka Umari ndio aliwafukuza Wayahudi kule Hijaz na Wakristo hasa wa Orthodox. Akawa amewafukuza. Kwa ina maana huku ili kutengeneza mazingira, kwa sababu kuna changamoto ya Yerusalemu. Wakristo wanautaka, Wayahudi wanafanyaje? Wanautaka, na wao wanafanyaje? Wanautaka. Sasa kuna hapa position nini? Aunde mkataba ambao utawafanya wote wasali pale. Lakini mwenye umiliki akiwa ni Muislamu. Sawa eh? Hiyo ni akili ambayo alitumia ya utawala. Ndio vitu vingine lazima utumie akili, si nguvu. Na huko Roma, Vatican, Papa anataka nini? Lile eneo. Sasa Omari akaangalia ule msikiti ambao Muhammad alisali, akakuta hamna msikiti. Hiyo ndio pigo. Sasa ili kutoa aibu, akabidi asina akao ujui. Sasa kabila Myahudi mmoja ambaye yuko pale anaitwa Kabi. Yeye Myahudi alisilimu. Kama nifanya kwa Myahudi anaweza kasilimu kwa ajili ya manufaa, lakini si kama amemaanisha. Akamwambia Umari, lile eneo la hekalu lile pale ambayo ilikuwa imejengwa ile sanamu ya nini? Ya Jupiter, ambayo Konstantino alifanyaje? Akaiondoa. Ndio chukizo la uharibi. Sasa palikuwa pamekopa chafu sana. Umari akatoa agizo pasafishwe ili ule uwanda wote wa nini lile hekalu, ambao ilikuwa ni mlima wa hekalu, Temple Mount. Sasa paka inaitwa Temple Mount. Basi ikaitwa Al-Haram Al-Sharif. Kwamba sehemu takatifu, sababu wanaita hivyo. Sasa hapo Omari akujenga chochote. Akamaliza mission ya kuweka utaratibu, akarudi Madina. Lakini pale akaweka base ya jeshi la Kiislamu. Kwa hiyo wakaendelea na mapambano mpaka kwa wameteka mpaka Misri, mpaka North Africa. Kwa North Africa na Misri ilikuwa chini ya Byzantine, ilikuwa chini ya Roman ya Constantinople, ambayo ilikuwa inaitwa Byzantina. Sawa eh? Ambao ni adui wa nani? Wa Roma. Ndio. Wa Roma huyu wa Papa, Vatican. Sasa hapo pia kuna mchongo ambao ulitolewa na Jesuit mmoja anaitwa Francisco Ribera. Ndio. Kitabu cha Secret Terrorist pamoja na Animasity. Kwa vitabu vina siri nyingi, au
vitabu vingi tumeviandika. Huyo Jesuit anaitwa Francisco Rivera alitoa siri kwamba mkakati ya Waislamu kuteka, kuna siri ambayo ilitolewa toka kwamba mkakati wa Waislamu kuchukua ile maeneo ilikuwa ni mkakati wa Vatican. Yaani Roma ili sponsor wale jamaa. Kwa hiyo tena baadaye wakaja wakapishana. Kwa lengo la mtabu wa Waislamu wakwenda kuataki Roma. Vatican. Walitaki Orthodox Church. Kwa wakalipunguza nguvu, wakalinyang'anya nini? Yale maeneo ya Mashariki ya Kati. Yakawa chini ya nani? Ya Waislamu. Kwa hiyo Waislamu tena wakaiclaim Jerusalem. Afu tena wakaanza kumechi kupambana na Roma ya Constantinople. Byzantine. Walipigana vita vingi miaka hiyo. Ndio maana imedhoofika, basi ndio inaonekana kama imepotea kabisa wa Orthodox. Sasa hiyo wamerudi kwa njia ya Russia. Sasa kuanzia ile miaka 600 wamepigana vita na Waislamu mpaka mwaka 1453. Unaona? Ndio. Ilikuwa ni vita vikubwa sana kati ya Waislamu na Orthodox Church. Ndio. Chini ya Byzantine. Ndio. Sasa Roma imetulia. Ndio. Imetulia sababu adui yake amenyang'anywa maeneo. Sawa, Ndio. Ikaenda ikarudi. Ule eneo ambalo Umar la Hekalu ambayo Umar kujenga chochote. Baada ya utawala wa Umari kuanguka, utawala wa Umari kupita, maana aliuawa. Umar aliuawa na Muirani. Kwa ni mtumwa wake. Akatawala Uthman. Uthman ilikuwa ukoo wa Muawiya. Ukoo wa Muawiya ni ukoo mkubwa sana huko Arabuni, ambapo ulimsaidia Muhammad katika harakati za kiutume. Muawiya, Uthman anakuja kuuawa. Kile aliuawa, inasemekana aliuawa na ukoo wa Bani Hashim ambao ni ukoo wa kina Muhammad. Sasa hivyo akachukua nafasi Ali bin Talib ambaye ni binamu wa Muhammad, ambaye alimuoa Fatima binti wa nani? Wa Muhammad, ambao amemzaa Hussein na Hassan. Sawa. Kwa Ali akawa khalifa wa 4 wa Uislamu. Sasa ukoo wa Muawiya kina zaidi yao nani walikuwa wakafanya fitna. Wakamuua Ali. Unaona? Na kwa ushaingia mkataba na Ali kwamba watampa Hussein khalifa baada yake. Walivyomuua Ali tu, baadaye wakamuua na nani? Na Hussein na Hassan, ndio. Na maiti yake ikazalilishwa hapo chini. Hata leo Washia wanachuki sana na Wasuni. Au khalifa wanaona ni wapagani wote kuanzia Abu Bakari, Umari na Uthman. Wani wao Washia wao walikuwa upande gani? Kilichokuwa hakuna Ushia. Kulikuwa kuna wafuasi wa Ali na wafuasi wa Muawiya. Ambao kina Uthman. Hata Aisha mke wa Muhammad ameitwa mama wa waumini, alikuwa upande wa Uthman. Maana baadaye alichukua jeshi kubwa kaenda kupambana na Ali. Kule Iraq, Khaybar kule Iraq. Ambao jeshi la Aisha lilishindwa kula kupiza kisasi kwa kifo cha Uthman. Kwa hiyo baadaye ndo Ali akamweskoti, atoa vijana akamweskoti Aisha mpaka Madina. Si mke wa Mtume, shemeji yake akawa amegafirika. Kwa Ali mwisho naye akawa ameuawa na hawa kina Muawiya hao. Baadaye kuja kuua na watoto wake na wakazalisha maiti zao. Sasa wale wafuasi wa Ali ndio wakaja wakaitwa Shia. Na wafuasi wale wa Uthman wakaja wakaitwa Sunni. Shia wanamaanisha kwamba wao ni wana njia sahihi. Kama vile wa Orthodox walivyopasuana na Warumi na kanisa la Roma na Orthodox sema wakajiita Orthodox kama njia sahihi. Kwa hiyo ni Wakatoliki, lakini hawa ni Orthodox, hawa ni Roman Catholic. Kwa hiyo nasema kwa Shia na nini? Na Sunni. Sasa baada ya ukoo wa Muawiya ukaanzisha dynasty ya Khirafa. Nikisema dynasty nimesema nasaba. Nasaba ya utawala wa Kiislamu. Kwa makao makuu wakayatoa pale Madina, wakayapeleka Syria. Sawa wakapeleka Syria. Kwa ndo wakaanza kutawala Uislamu. Wakaisha dola linaitwa Umayyad Caliphate. Sawa Na pale serikali ya Madina ya Kiislamu ikakataa kutii
ile ya Syria ya Muayadi, kina Zaidi wakavamia pale, ikapigwa beto. Ingawa Muhammad alikuwa anasema msipigania pale vita, hii jamaa wakapigana na wakavunja pale, jiji lilivunjika. Waliua sana pale Waislamu ambao walikataa kutii mamlaka ya Muawiya. Baadaye wakasalenda kwa upanga, kwa Madina ilikuwa imechukuliwa.